Wazee wa Tumaumu wamejichanganya kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wamempigia simu kwa kupitia WhatsApp na kujifanya mtandao kama hauko sawa vile. Ni aje ili waweze kumuingiza mkenge mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini kwa bahati nzuri mkuu wa mkoa ameweza kukaa vizuri, na kwa sababu alikuwa na namba ya waziri Mchengerwa, waziri wa afya, na kumuuliza kwamba je, haya maelekezo ulioniambia ni yako sahihi? Mchengerwa akamwambia, bwana, mimi sina mtoto ambaye anaolewa kesho kutwa, hivyo uweze basi kumfuatilia huyo mtu. Bwana Chacha akasema, kumbe hawa ndo wale wazee wa Tumaumu. Sasa wazee wa Tumaumu wakajichanganya bwana. Basi mheshimiwa mkuu wa mkoa akaunda kamati yake ya wachunguzi, wakawa wanamchunguza jamaa kisirisiri. Jamaa si akajifanya amejizima data bwana. Kaingia kwenye 18 za mheshimiwa mkuu wa mkoa, na sasa hivi tunavyoweza kusema yupo kwenye mikono ya sheria, ambapo itaamulika na itafuata mkondo wake. Labda nichukue nafasi hii kuwazungumzia ama kuwaasa vijana wenzangu ni kufanya kazi kwa uaminifu na kutotaka mambo ya shortcut. Shortcut zimeisha na wakati, yani huu ni wakati wa kupambana. Kwa hiyo kama kijana, muda huu unakufaa kufanya vitu vilivyo vyema, hasa kwa nchi yetu. Usiende kinyume na sheria tu. Tafuta riziki kwa jasho lako. Kuna kazi nyingi ambazo unaweza kuzifanya. Unaweza ukabeba zege, unaweza ukabeba maji ukauza, vyovyote vile. Nchi yetu ina fursa kwa sababu nchi yetu ina amani. Sasa iweje wewe leo hii uanze kutapeli wenzio? Maana unamtapeli mtu ambaye mwisho wa siku hujui ana mawazo gani au hiyo pesa anaitumia kwa namna gani, kwa sababu huenda pengine kuna wakati matapeli hawa hufanikiwa hasa kwa mtu ambaye anakuwa na mgonjwa. Mgonjwa tunasema kwamba tunatuma kwa namba ipi, wewe unajitokeza kusema tuma hii. Sasa hebu tazama mkasa. Alikuwa amepiga WhatsApp. Sasa alipokuwa amepiga WhatsApp, huyu mtu nikaangalia profile aliyokuwa ameweka, alikuwa ameweka ya waziri Mchengerwa, akiwa anaapishwa, nafikiri akiwa waziri, akiwa Ikulu ile ya uapisho ambayo Mchengerwa alikuwa anaapishwa, mheshimiwa waziri Mchengerwa alikuwa anaapishwa, ndio alikuwa ameweka profile yake. Mimi nikampigia, kajua labda ni waziri ananipigia, nikampigia, hakupokea. Nikapiga tena, akapokea, akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona mtandao haupo sawa. Akakata. Alipokuwa amekata, akanitumia message. Anasema hivi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi waziri wa afya mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia Rasi, naona kama Rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo, naona kama Rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka ukabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Wasisitize bwana, angalau naona tena akatumia neno wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa niwaambie wakurugenzi wamchangie mheshimiwa waziri Mchengerwa tapeli. Ile message akasema kweli mheshimiwa waziri, nikampigia tena. Nilipompigia hakupokea. Kwa sababu ninayo namba ya mheshimiwa waziri, nikamforwardia ile message. Nikamwambia mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot. Akasema, Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo. Mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Kwanza binti wa kuolewa mimi sina. Na kuelekeza, tafuta huyo mtu mpaka umkamate. Mheshimiwa waziri akaniambia hivyo. Niambia mheshimiwa waziri, nimepokea na nakuahidi nitampata. Ikapita.
miezi, yeye hajui tunamfuatilia. Tukaweka uchunguzi wa kina, na nawashukuru sana vyombo vyangu, tengeneza kamati ya kufanya uchunguzi wa kina, nikawapa hizo namba, wakaniambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu, tumeishajua maeneo alipo. Wakati wanaendelea na uchunguzi wao, namfuatilia naye, unajua ana line hizi mnazoona karibia 10, na anacho kitambulisho hichi, anachowatapelia watu kwamba yeye ni RCO.